Dirisha la usajili namna ambavyo lina operate ni kwenye muundo wa nadharia na makubaliano na nani ambaye atakuwa na kisu kikali na dili kali kuweza kumshawishi. Ni Fei ambaye inatajwa wakati huu ana ofa mbili za ndani kutoka kwenye timu zote mbili kubwa na ana ofa kutoka nje ya nchi. So kwa hiyo unaona ni mchezaji ambaye demand yake ni kubwa na ina prove kuna sehemu kuna umuhimu fulani yuko nao kama mchezaji. Performance yake msimu huu inasadifu hilo. So far ni mtu ambaye amehusika kwenye magoli karibu 17 hivi 18. Akiwa na zaidi ya assist 13 sio? Na mabao 4 au 5 kama sijakosea. Kwa hiyo unaona ni mchezaji ambaye ukimweka kwenye attacking third yako atakupa numbers. Chukua hizo assist ukizipeleka Yanga pale, kina Dube wangeweza kuziconvert zikawa nafasi, kina Mzize, kina Max na wachezaji wengine. Ukizipeleka Simba, kina Teba, kina Awa wange benefit kutokana na uwepo wa mchezaji wa daraja hili. Kwa hiyo Yanga wana muhitaji, yes, especially kutoka kwa Azizi. Kurejea kwake kunaweza kuwa kunaenda kumfanya kuingia moja kwa moja kwenye timu, lakini pia kwenda kuipa team balance, kwa sababu ametoka mtu ambaye alikuwa na mchango kama Fei ambao anaweza kuutoa, na anaingia yeye ambaye definitely anaweza kuwa ni copy and paste ya namna ambavyo inaweza kuwa performance ya wachezaji hao wote wawili ukiwaweka kwenye daraja moja. Kwa Mzize, kama move itafanyika wakati huu, yes, litakuwa pigo, lakini sioni move ikifanyika wakati huu kwa sababu Ki alikuwa analazimika kwenda kucheza mashindano ya vilabu vya dunia. Ukiangalia Afrika tuna timu 4, Esperance de Tunis, Wydad Athletic, Mamelodi na Ahli, na hakuna hata moja ambayo Mzizi anahusishwa nayo. Ni Zamalek ambao ndio wanatajwa zaidi, na Zamalek wamemaliza msimu hivi karibuni, so uone kama kuna move ambayo inaweza ikaenda kutokea hapa karibuni, move ambayo inaweza ikaleta shida ama ikaleta changamoto kwa Yanga ambao kwa namna moja au nyingine unaona walikuwa wana uhitaji wa kupata mtu endapo Mzizi anaweza kwenda kuondoka. Amekuwa mshambuliaji mzuri, amekuwa mshambuliaji muhimu, na bahati nzuri kwa Yanga, unajua baada ya Meire kuondoka walihangaika sokoni kutafuta mtu, lakini walikuwa na academy product, mchezaji ambaye ametoka kwenye timu yao ya vijana. Niseme academy in search, niseme zaidi ni product kutoka kwenye timu yao ya vijana. Kwa hiyo hawakugharamika sokoni kwenda kumpata mtu wa daraja lao. Kwa hiyo kufanya biashara itakuwa ni kitu kizuri, lakini itawalazimu sasa kuwa na macho all over, kuona wanapata wapi mtu wa daraja lake, uwezo wake wa kutumika pembeni, uwezo wake wa kutumika katikati, hapa ndani, namna ambavyo ameweza kutoa performances tofauti kwenye mchezo tofauti, bado inamfanya kuwa ni miongoni mwa wachezaji wazawa wenye hadhi ya juu zaidi. Kwa hiyo yes, ukiniuliza nitakwambia iko kazi ambayo inapaswa kwenda kufanywa na Yanga endapo atampoteza, lakini kwa wakati huu bado wana uhakika wa kuendelea kuwa naye. Stefan Aziz Ki nafikiri alishafanya kila kitu akiwa na Yanga, aliwapa the best, na nafikiri na yeye amepata the best out of it. Kwa Ki nilikuwa najaribu kufuatilia rekodi yake, sidhani kama aliwahi kufika kwenye top level ambayo aliwahi kuwa, hasa ukizingatia ule msimu jana ambao aliperform kwa kuwa kuna mchango wa mabao 39 ndani ya Young Africans, sio kitu kidogo. Inaweza ikawa ndio best performance kwenye career yake kama mchezaji wa mpira wa miguu. So kuna sehemu unafikiri kama mchezaji alipaswa kuiona hiyo opportunity nyingine ambayo imekuja, hasa ukizingatia daraja la hiyo nafasi ambayo imepatikana kwenda kucheza Wydad Athletic, kwenda kucheza kwenye mashindano makubwa ya kombe la dunia la vilabu. Ni opportunity ambayo kila mchezaji anatamani kuipata, kwenda kujiweka karibu na vilabu vikubwa, kujiweka karibu na scouts wakubwa. Wako watu watakuwa wamekuja kuweka macho kuangalia vilabu vingine kutoka mabara mengine yanafanya nini. Inaweza ikawa ni lottery ticket kwake kuweza kurejea kwenye soka la ushindani huko duniani, lakini pia kuendelea kujitengenezea profile kama mchezaji. Hakuna mtu anatamani kuishia kucheza tu mashindano madogo. So ilikuwa ni move ambayo ni lazima itokee, na ni Yanga ambao ukitazama kama walijiandaa nayo hivi, ni kama Yanga walikuwa na replacement ya Ki kwa muda,
lakini wanapaswa kwenda sokoni ili kupata ziada. Unazungumza uwepo wa mtu kama Pacome, uwepo wa mtu kama Chama, bado unakupa ile comfortability ya kuwa una uhakika kuwa una namba 10 mwingine ambaye anaweza kuproduce vitu vizuri na vitu vingi zaidi. Mtu kama Pacome msimu huu unamweka kwenye contribution ya mabao karibu 18 kwenye kikosi cha Young Africans. Sio namba ndogo hizo. Ukimchukua Mzizi ambaye alikuwa anamzungumza hapo mwanzo, amekuwa na contribution nzuri, weka Dube hapo. Kwa hiyo bado ni Yanga ambao wana versatility kwenye hilo eneo, na wana watu ambao wanaweza wakawapa kile ambacho Kia alikuwa anakitoa. Huwezi kuseva kwa unyonge. Kia na staili ya tofauti, ni mchezaji wa tofauti, alikuwa anatumia zaidi individual brilliance, kwa maana ule uwezo binafsi wakati mwingine kwenda kuamua michezo, uwezo wake wa kupiga free kicks, uwezo wake wa kupiga mashuti kutoka kwenye maeneo mbali, ni vitu ambavyo Yanga atakwenda kuvimisi. Lakini ukiniambia kama kuna nafasi ya wazi kubwa sana ambayo ameenda kuiacha, ama vacuum space kubwa, nitakukatalia, kwa sababu naona kuna watu wengi sana ambao wanaweza kuvaa viatu kwenye nafasi yake na bado wakaproduce the best kutoka kwenye timu. Labda kwenye ile long run tunasema, je, hao watu wanaweza kuvaa hivyo viatu kwa muda mrefu zaidi kama vile ambavyo yeye alifanya? Kuna sehemu unaona kuna walakini, na kuna haja ya kuona Yanga wanarejea tena sokoni.